Uhali gani mtazamaji wa YouTube channel yetu hii pendwa ya Nyayo TV. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu hii pendwa Nyayo TV, ni vyema kubonyeza kitufe cha alama ya subscribe ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya wa YouTube channel yetu hii pendwa. Bwana, kama ilivyo ada, leo kwenye Nyayo Sports tuko na mgeni wetu, tunakuja kuzungumzia masuala mbalimbali ya usajili ambayo yanaendelea katika nchi yetu hii ya Tanzania na ligi kuu ya NBC, huku kwa kuna maandalizi ya kuanza kwa msimu mpya ikiwa kwenye mashindano ya ndani na maanisha hapa nchini Tanzania na mashindano ya kimataifa. Bwana, mambo vipi? Poa mtangazaji, sijui hali yako? Fresh kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema aliyonipa. Ndio. Bwana, kwa majina wewe unaenda kama nani? Bwana, mimi naitwa Victor Idi Salumu, mshabiki kindaki wa Simba Sports Club. Timu bingwa, timu hodari, timu namba 1 Tanzania. Wote nadhani mnajua. Naam. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba kwa sasa hivi mnyama Simba ndio miongoni mwa timu ambazo hodari na katika msimu ujao yatakuja kufanya vizuri kinoma noma? Hakuna timu ambayo inaweza kutuzuia kwa Afrika. Labda tuangalie huko timu zingine kama Madrid, Man City, kwa sababu ya sajili zangu za msimu huu ambazo tumesajili, najiamini na uwezo wa kuifunga timu yoyote katika Afrika. Sio ligi kuu tu, hata CAF Champions League. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba hata ile mechi ambayo mnasema ya Community Shield, ngao ya jamii, mnaondoka nalo ile kombe mnaliweka kabatini mapema sana. Kwa kuwa tulikuwa kwenye ligi tunahitaji pointi 3, ila kwa kuwa ile kombe haina pointi 3, zile pointi tutazibadili kwenye magoli, tutawafunga goli 3. Ndio. Kwa Young Africans hiyo siku atachezea chuma 3, gongo 3 za maana. Uhakika goli la kwanza tashinda Osimhen. Nadhani nikizungumzia Osimhen mnamjua. Osimhen wa Simba. Naam. Sajili mpya, sajili bora, sajili namba 1 kwa Tanzania hii. Tangu Tanzania ianze kusajili namba 9 duniani. Tangu ianze ligi kuu. Naam. Na unauzungumziaje usajili wa Simba kwa msimu huu na ukilinganisha na ule wa msimu uliopita? Usajili wa Simba kila msimu unavyozidi kwenda ni kama ngazi. Kila tunavyozidi kwenda tunazidi kupanda juu. Ukiangalia kuna South Africa ambaye yupo kwenye kiwango kikubwa sana. Naweza nikamfananisha na Luis Jose Mixon kwa kimo na uwezo wake wa kucheza. Ukiangalia na baadhi ya wachezaji wengine ambao waliokuwepo msimu uliopita kama Alibasege, Azetiula, Mpanzu pamoja na wengineo, ukichanganya na hizi sajili zilizofanyika msimu huu, naamini kwamba uwezo wa kuchukua kombe tunao. Na pia nikiwaangalia vijana wa ndani akina Kevin Nation, kwa kweli mwaka huu wajipange sana. Naam. Ligi ya mwaka huu mnachukua mapema sana kabla hata mechi kadhaa hazijaisha. Unadhani kwamba zitakuwa ni mechi ngapi? Inategemea na walivyojipanga wapinzani, lakini kwa kuangalia mipango yao sioni kwamba wataleta upinzani ndani ya msimu huu. Misimu iliyoisha wamejitahidi kidogo, sawa, imepita, ila msimu huu nadhani ndio msimu wao wa mwisho na kuendelea mbele huko. Hii iliyobaki ni yetu, sijui miaka mingapi, sijui. Naamini tutakutana uzeeni ndo kombe linaweza likaondoka Simba kwenda timu nyingine. Wewe unataka kuniambia kwamba Yanga makombe aliyobeba yale hamtaki mchezo hata kidogo? Na nahakikisha kwamba msimu huu kuna timu nilikuwa naitaka, sema bahati mbaya imeshuka imeenda shirikisho, nao nilikuwa nahitaji, ila kwamba kwa CAF sijaona timu ya kunizuia. Labda kuna timu kidogo ingenitetemesha, lakini haipo. Ila sasa ligi kuu nadhani ni kitu kidogo sana kuchukua, kama kunywa maji. Ukimwangalia na kocha wangu hakuna kinachoshindikana. Naam. Mtani wako ajipange. Mtani ajipange, kwa sababu simuelewi formation zake za usajili anazozifanya. Naona kama analeta uhuni. Yule kocha nahisi anawazingua tu watu wa Yanga. Naam. Nataka kuniambia kwamba hapo katikati nilisikia kwamba Yanga asajili, Yanga anakusanya wachezaji kwa mafungu. Yanga anachofanya anatembea katika nchi za watu na maeneo mengine mbalimbali. Akikuta kwenye kiwanja watu wanapiga danadana kidogo, wamepiga kona, wamepiga kichwa kashinda, basi wanajua ni mchezaji na wanawaletea washabiki, wanaaminiana na danganyana. Ila sisi nadhani wachezaji wetu mnawafahamu na mmewaona. Nadhani kitachofuata ni balaa. Hakuna kingine zaidi ya balaa na mafuriko ya magoli. Lakini unachosema hivyo kwamba usiku wa kuamkia leo kwenye birthday ya Engineer Hersi Said, klabu ya Yanga imemtambulisha miongoni mwa mastreka hatari zaidi barani Afrika. Unamzungumziaje ujamaa anaitwa Peter Shalulile? Kwa upande wangu Peter Shalulile ni mchezaji wa kawaida ambaye kiwango chake kilikuwa cha miaka hiyo, kwa sababu atachoongeza
katika Yanga ni idadi ya wachezaji wazee, kwa sababu Peter Shalulile kama tunavyomfahamu ni mzee. Kwa hiyo sasa Yanga walichofanya wameenda kuongeza wazee, namba za umri ziongezeke katika timu yao na si kingine. Na ukiangalia uwezo wa Peter Shalulile kwa kwetu sisi hawezi kuanza, ila Yanga ataanza kulingana na ubovu wa kikosi chao. Ila Peter Shalulile ni mchezaji wa kawaida ambaye daraja lake sijaona kwa mwaka huu kucheza Simba ama Yanga. Labda kidogo angeenda KMC na Mungu angewasaidia kidogo, ila kwa Simba na Yanga na umri wake nikiangalia mchezaji sijui nakimbilia huko miaka 40 miaka mingapi, kwa kweli hapana. Hatosumbua katika ligi letu. Wanasema kwamba na miaka 32 hapo kwenye umri, Chama na miaka 35. Mbona Chama nyie amewasaidia mpaka kufikia katika stage ambayo imewasaidia kubeba makombe kadhaa kwenye msimu uliopita? Peter Shalulile mpira wake ni wa kungunga ngunga. Tofautisha Chama na Peter Shalulile. Chama is a professional player. Yaani kwa kifupi ukiangalia kama wachezaji akina Ronaldo na Messi kwamba wanaweza kacheza mpira hata wakiwa wazee kwa sababu ya kiwango chao na uwezo wao ni vipaji. Ila kuna wachezaji wakizeeka kidogo inabidi wastaafu, ndio mfano Peter Shalulile na wachezaji wengine tuliona wamestaafu mapema. Bwana Peter Shalulile ni mchezaji wa kawaida nadhani na naamini hilo. Kwa hiyo Yanga hawezi kuwasaidia kitu chochote kile zaidi ya kuongeza umri. Yanga atachowasaidia labda kupiga off target kidogo na ushauri, manake mkubwa dawa atawapa ushauri vijana wale kidogo wataweza kucheza mpira mzuri kwa ushauri, lakini ila sio kwa mchezo wa ndani ya uwanja. Naam. Na wachezaji wanasema kwamba chini kwamba timu ya Yanga ndio miongoni mwa timu ambazo hapa Afrika mchezaji ukikaribia kustaafu unaenda kula pension. Hili unalizungumziaje? Bwana, labda wanaenda kula mapensheni, ila kwa pension sidhani. Kwa pension hamna timu tajiri zaidi ya Simba. Tunajua wenyewe kwamba Mo Dewji ndo namba 1, tajiri kijana, tajiri ambaye anatetemeshwa labda na Bwana Balesa, ila kwa Afrika tajiri kijana namba 1 ni Mo Dewji. Kwa swala lazima la pension kuhusu Simba ni burudani, hakuna shida, hakuna swala la hela, ni kitu cha kawaida sana kwa wachezaji wa Simba. Ila Yanga ni story tu, sina uhakika nazo kama kuna chochote kile. Nadhani hakuna. Na Yanga wamevaba kumchukua Peter Shalulile. Peter Shalulile wamechoma kwa sababu kuna wachezaji wengi sana Afrika ambao wana uwezo. Sijajua kwa sababu gani nini wamekiona kumchukua Peter Shalulile. Ila kwa Peter Shalulile ni mchezaji wa kawaida ambaye ni daraja dogo. Hata tukiangalia timu iliyotoka Mamelodi Sundowns alikuwa nafasi ya kuanza haipati. Kwa hiyo kwa sababu gani alikuwa pati nafasi ya kuanza? Kwa sababu ya uwezo wake mdogo. Na ukiangalia kikosi cha Mamelodi Sundowns cha msimu uliokuisha na misimu miwili nyuma sio kikosi bora sana, ni kikosi cha kawaida. Lakini pia licha ya kikosi cha kawaida cha Mamelodi Sundowns, lakini pia Peter Shalulile alikuwa pati nafasi ya kuanza. Kwa hiyo hilo linaonyesha kwamba uwezo wake ni kiwango cha kawaida. Ambaye Tanzania naweza nikamfananisha na maforward wa kawaida sana, wa kawaida sana. Labda kidogo wale vijana wa Serengeti Boys wanaokuwa ndo kiwango kidogo kinaweza kikafana. Ila kwa wachezaji ambao wapo serious kwenye ligi kuu yetu hii ambao kama sisi Simba kina Libas Gay, akina Ansi Ula, akina Eli, huwezi kufananisha nao. Naam. Hapo umenikumbusha kitu hapo. Kuna mtu mmoja alishawahi kuniambia kwamba baada ya usajili huu, baada ya kuposti kwamba Yanga wamemtambulisha Peter Shalulile, akasema ya kwamba klabu ya Simba imekuwa ikipigisha shoti mara kwa mara klabu ya Yanga kwenye usajili. Tuliliona hili kwenye msimu uliopita kwenye swala la Bala Conte, wakamwaga hela za kutosha na kufanya kitu chochote. Na hili limekuja kutokea pia kwa Peter Shalulile baada ya kusajiliwa na klabu ya Young African, na Simba walisema zilikuwa za chini zinasemekana kwamba wapo kwenye mazungumzo naye. Hili unalizungumziaje? Naam, tukizungumzia swala scouting kwanza. Scouting ya Simba ni bora kuliko scouting yoyote hapa Tanzania. Hilo lote tunalifahamu. Ndio maana sisi Simba tunavyohitaji mchezaji, Yanga nao huwa wanamhitaji. Ila tukiwa tupo serious ya kumhitaji mchezaji kama Fabrice Ngoma, kwa hiyo tulikuwa tunamhitaji na Yanga walikuwa wanamhitaji, lakini kwa kuwa tulikuwa tuna uwezo wa kumchukua na tunamhitaji kweli, tukamchukua, ila walitupa kidogo mitikisiko. Sasa tulivyogundua kwamba kila mchezaji tunamtaka akiwa ni mzuri wanamhitaji, tukaamua kuja na mfumo tunataka mchezaji kumbe hatumhitaji na ni mchezaji wa kawaida, wanamwai wao, wanamchukua, wanamuuza, wanamshindwa. Ndio tunachokifanya kwa sasa. Naam. Unalipi la kuambia mashabiki wa Simba, wale mashabiki wa Simba kindaki kuelekea kwenye ligi ya msimu mpya wa mwaka 2026 2027? Naam. Kwanza kwenye timu yangu cha kwanza ni uhakika wa makombe si chini ya 4. Nikizungumzia makombe si chini ya 4, nazungumzia CRDB tunalichukua mwaka huu, nazungumzia NBC Premier League tunaichukua, nazungumzia ngao ya jamii na wawe
wawe makini timu za Afrika kwenye kafu. Wasipokuwa makini pia na kafu nalo naweza tukabeba pia. Na kwa sababu na mvua ya magoli pale mbele. Kuna mtu anaitwa Dumbia ambaye ni sawa na Victor Osimhen ambaye daraja lake linafananishwa na wachezaji wa nje, si hapa Afrika. Naam. Bwana, mwaka huu mmepania kweli yani. Mwaka huu hakuna tunachohitaji zaidi ya ubingwa wa kila kona. Yaani kwa kifupi, kila kona ukiingia kwenye chumba cha Simba mwaka huu tunataka tukute makombe. Kila kombe tutakalokutana na hili kombe lililoanzishwa ile la Kagame nalo pia tunalichukua. Tunalichukua. Mechi ya kwanza tulianzisha vijana wadogo ili mradi kidogo akachangamshe misuli. Lakini kadri michuano inavyozidi kwenda mbele tutaongeza jitihada kwenye wachezaji wetu. Na hasira kweli. Tuna hasira na ghadhabu, yani ni kama simba mwenye njaa ambaye kajeruhiwa. Kwa kifupi, hakuna atakayetoka salama. Naam. Ingia kwenye msitu hakuna anayetoka salama, ni kuparuliwa na kuliwa. Naam. Mimi nahisi mashabiki wa Simba, mashabiki wenzao kwa Simba atakuwa wamekuelewa kwa namna moja au nyingine. Bwana mtazamaji wa YouTube channel yetu ipendwa ya Nyayo TV, shukrani sana kwa kutumia muda wako kutazama video hii kutoka katika YouTube channel yetu hii pendwa. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu hii pendwa Nyayo TV, ni vyema kubonyeza kitufe cha alama ya subscribe hapo chini ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya wa YouTube channel yetu hii pendwa. This is Nyayo TV. Thank you for your time. Until next time.